Namshukuru sana Mungu ambaye amenipa tena kibali hiki na neema hii ya kuweza kukutana na wewe tena katika siku ya leo. Leo ni siku muhimu ambayo naenda kuongea na wewe vitu muhimu sana kwa maisha yako. Mimi ninaitwa Mchungaji Mwanja. Ninakupenda sana katika jina la Bwana aliye hai. Ndugu yangu, siku ya leo ninataka niongee na wewe ujumbe unaosema umuhimu wa kuijua na kuitunza nafasi yako. Umuhimu wa kuijua na kuitunza nafasi yako. Katika maisha yako, Mungu amefanya kikamilifu mambo makuu matatu. Mungu amefanya kikamilifu mambo makuu matatu ambayo hayo mambo ndiyo yanayoweza kukupatia uhalali wewe wa kufika na kuyafikia mafanikio yako na kusudi lile Mungu ameliweka kwenye maisha yako. Yako mambo makuu matatu ambayo Mungu ameyafanya au ameyaweka ndani yako ambayo yanakupatia wewe uhalali wa kufanikiwa na kufika katika lile kusudi ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yako. Unajua kwenye maisha yako liko kusudi ambalo Mungu ameliweka na ndio maana wewe upo. Haupo tu kwa bahati mbaya, bali lipo kusudi ambalo Mungu amekusudia na ndio maana amekufanya wewe uwepo katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila mmoja wetu yupo maalum kwa wito maalum ambao Mungu ameuweka ndani yake ili kuweza kufikia lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia. Mungu ameweka wito ndani yako maalum ili uweze kusaidia kufikia katika lile kusudi ambalo Mungu amekusudia wewe upate kuweza kulifikia. Tunaposema wito ni nini? Tunaposema wito ni njia ambayo Mungu huiweka ndani ya mtu ili kumsaidia kulifikia kusudi ambalo Mungu amekusudia huyo mtu aweze kulifanya au kulifikia. Kwa hiyo pasipo wito huwezi kulifikia lile kusudi Mungu ameliweka ndani yako. Kwa hiyo wito ni kitu muhimu sana kwenye maisha yako ambayo itakufanya wewe uweze kufikia katika lile kusudi ambalo Mungu amekusudia uweze kulifikia. Tunaposema wito ni nini? Wito ni mzigo. Kwa lugha ya Kiingereza tunaweza kusema labda ni passion. Ni passion ambayo Mungu huiweka ndani ya maisha ya mtu ili kuweza kukamilisha au kufikia kusudi fulani ambalo Mungu ametaka huyo mtu aweze kulifikia. Pasipo mzigo au pasipo passion mtu hawezi kufikia. Nini maana yake? Atakutana na kikwazo, atakata tamaa, ataishia hapo. Atakutana na vitu vigumu, atakata tamaa, ataishia hapo. Lakini ndani yake kukiwemo na mzigo, huyo mtu hata kama kukitokea vitu vya kumkatisha tamaa, bado atang'ang'ana na atahakikisha ameweza kufikia na ameweza kufanikiwa. Kwa mfano, leo hii nimesikia watu wengi wakisema kwamba yule ana wito wa kichungaji, ana wito ni mchungaji yule, ana wito. Nini maana yake? Ndani yake maana yake uko mzigo ambao Mungu ameuweka. Haina maana kwamba sio mwanadamu wa kawaida, ni mwanadamu wa kawaida, lakini kinachomdrive kwenye maisha yake ni mzigo ambao Mungu ameuweka kuhakikisha kwamba anafanya kusudi la kichungaji liweze kutimia katika maisha yake. Lakini pia tunasikia mtu anasema kwamba ualimu ni wito. Nini maana yake? Ndani yake maana yake uko mzigo wa kufanya huduma ya ualimu ili aweze kutimiza lile kusudi la ualimu ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Lakini pia tunasikia wanasema udaktari pia ni wito. Nini maana yake? Au uuguzi nao ni wito. Nini maana yake? Mungu ameweka mzigo ndani yake. Ndani yake huyo mtu anaongozwa na mzigo. Sasa niseme tu wazi ya kwamba kila mtu Mungu ameweka wito ndani yake. Sasa ule wito unaendana na lile kusudi ambalo Mungu amekusudia huyu mtu aweze kulitimiza. Kwa mfano, kuna watu ambao Mungu ameweka mzigo ndani yao, wana mzigo kwa ajili ya siasa. Na ndio maana unakuta anapata madhila mengi ya siasa lakini haachi. Nini maana yake? Uko mzigo. Mwingine ni biashara. Anapata shida nyingi za biashara, anafilisika,
mtaji wake unaporomoka, lakini bado yumo tu na biashara. Nini maana yake? Ndani yake uko mzigo wa biashara ambao Mungu ameuweka. Kwa hiyo huyo mtu ana wito wa biashara. Sasa kila mmoja Mungu ameweka nini? Ameweka wito ili aweze kufikia kikamilifu katika kihalali katika lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Kwa hiyo nimesema pia hata mchungaji ni wito Mungu ameweka ndani yake. Nini maana yake? Pasingekuwa na wito ndani yake, mchungaji anaweza kukata tamaa kwa sababu yako mambo mengi anaweza kumsibu, angeweza kutamani, na ndio maana ukienda kuangalia mtu anaweza kana tamani hata kufanya kazi nyingine, angetamani labda pengine angekuwa fundi seremala, angekuwa mfanya biashara, lakini kwa sababu wito unamlazimisha stick kwenye uchungaji, atabaki kuwa mchungaji. Labda mfanya biashara angesema mimi kwa kweli na bora tu ningekuwa mchungaji, lakini utashangaa kesho anaendelea na biashara yake. Nini maana yake? Wito ndio unaomlazimisha aendelee kuwa mahali pale alipo, aendelee kupahudumia na kuweza kutumika. Na ukumbuke wazi, kila mmoja yupo katika namna ya utumishi. Kwa hiyo niseme tu wazi, kuna wafanya biashara wana wito, kuna wanasiasa, ule ni wito. Kuna wafanyakazi, ule ni wito. Kila mmoja yuko sehemu yake katika wito na katika namna ile Mungu amempatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu ananena na Yeremia, anasema ananena naye mambo 13. Kitabu kile cha Yeremia sura ile ya kwanza, ule mstari kuanzia wa 4 mpaka ule mstari wa 5. Tutasoma hiyo mistari miwili, lakini tutajikita sana kuelezea ule mstari wa 5. Biblia atuambia neno la Bwana lilinijia kusema. Huyu ni Yeremia. Mstari wa 5 anasema kwamba kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nitarudia tena. Biblia atuambia kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Hili ni neno ambalo Mungu anaongea na Yeremia, ya kwamba neno lilimjia likaanza kumueleza kwamba kabla unaelewa Yeremia, kabla hujaumbwa nalikujua. Kwa hiyo nini maana yake? Nalijua kwamba wewe utaenda kukamilisha na kufanya kitu fulani. Kwa hiyo nini maana yake? Upaswi kujitepetesha, upaswi kukata tamaa kirahisi, kwa sababu mimi nilijua kwamba wewe unaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye yupo hapa duniani yupo kwa bahati mbaya. Kipo kitu Mungu amekusudia huyo mtu aweze kukifanya. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari kuanzia ule wa 28, Biblia atuambia kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Biblia atuambia kwamba ndipo Mungu akamfanya mtu mume na mtu mke, akawabariki, akasema zaeni mkaongezeke, mkaijaze na kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo kumbe ni kwa kusudi la Mungu kuhakikisha kwamba huyu mwanadamu anatawala. Kwa hiyo Mungu hakumfanya tu mwanadamu kwa bahati mbaya ili tu labda aweze kupendeza, awe kama pambo la dunia, ile isipokuwa na kazi maalum ya kuweza kuifanya. Sasa jambo la kwanza analiongelea hapa ni jambo linaloitwa kujua. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba kabla sijakuumba nalikujua kwanza. Nini maana yake? Mungu alipoliona kusudi ndipo akamjua Yeremia, na alipomjua Yeremia ndipo akamfanya Yeremia aweze kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu kwa sababu ya kusudi lake ambalo ameliweka, ambalo liko mbele yake, kwa hiyo Mungu akamdesign, Mungu akamfanya Yeremia kwa kumjua kabisa, alimjua. Sasa nini ambacho kipo ni kwamba ikiwa kama Mungu yeye alikujua, kitu cha msingi na wewe unapaswa kwanza kujijua, ukajifahamu. Ukishajijua kwamba wewe ni nani, hiyo inaweza kukupa urahisi sana katika maisha yako. Watu wengi wanaishi hapa duniani pasipo kujitambua kwamba wao ni nani. Wengine wanafikiri labda pengine wametokea kwa bahati mbaya, na ndio maana unaweza kaishi pasipo malengo. Biblia inatuambia kwamba watu wangu kwa kosa maono huangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo maono watu huangamia. Lakini pia anasema kwamba pasipo maono watu hushindwa kujizuia.
Nini maana yake? Usipojijua utashindwa kujizuia, lakini pia usipojijua, kwa sababu utaenda kokote kule, utaangamia. Kwa hiyo nini ambacho kipo? Unapaswa kujifahamu, kujipambanua, kujijua kwamba wewe ni nani. Na ukishajijua kwamba wewe ni nani, utaishi kwa uangalifu kuhakikisha kwamba umelitimiza lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia katika maisha yako. Ninataka niseme na wewe, either ni mfanyabiashara, niseme na wewe either ni mwanasiasa, niseme na wewe either ni mchungaji, niseme na wewe either ni mwalimu, ni daktari, unapaswa kujijua kwa nini Mungu amekupatia hiyo paneli ya udaktari, amekupatia paneli ya wanasiasa. Nini maana yake? Kwa sababu alikujua kwamba wewe unaweza ukafanya hiyo kazi. Sasa unapaswa kuhakikisha kwamba na wewe unatembea katika hali ya kujifahamu na hali ya kujijua, ili uweze kufanya kiukamilifu na utimilifu katika ile nafasi ambayo Mungu amekupatia. Sasa kujua kunaweza kusaidia kufanya nini, au kujua kunaweza kukaleta matokeo gani katika maisha yako? Kujua ni uwezo wa kutimiza kusudi. Kwa hiyo unapojua, maana yake ukishajijua kwamba wewe ni nani, ukishajua kwamba wewe ni nani, ni rahisi sana kuwa na uwezo wa kuweza kulitimiza kusudi. Watu wengi wanakata tamaa kwa sababu hawajui kwamba wao ni wakina nani. Watu wengi wanaishia njiani, mambo yao yamekuwa ni mengi, anabadilisha hiki, anakwenda hapa, kwa sababu yeye hajijui kuwa ni nani. Nimeongea pale mwanzoni kwa habari ya wito. Usipojijua kwamba wewe ni nani, nini maana yake? Mungu anaweza kukupatia panel na ukashindwa kuimudu na kuitunza hiyo nafasi ambayo Mungu amekupatia. Kwa nini? Kwa sababu hujijui kwamba wewe ni nani. Kwa hiyo sikiliza, umekuwa ukizani labda pengine unaishi kwa kubahatisha, unaishi kwa kujaribu vitu, lakini ukweli ni kwamba ukijijua kwamba wewe ni nani, utakuwa na msimamo kuhakikisha kwamba umeleta matokeo na matunda katika ile nafasi ulionayo. Sikiliza, wote hatuwezi kufanikiwa kwa njia moja, na kila mmoja Mungu amempatia nafasi yake na njia yake ya kuweza kufanikiwa, lakini inategemeana na vile ambavyo unajifahamu na unaweza kujua, unaujua uwezo wako, na unaweza hapo ukishajua uwezo wako, unaweza kuwa na bidii ya kufanya kile Mungu amekiweka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kujua ni kuwa mkamilifu katika kuleta matokeo bora katika kusudi lako. Unapokuwa unajijua, lazima utakuwa mkamilifu kuleta matokeo. Unajua kuna baadhi ya watu ambao kwa sababu hawajijui, vitu vyao wanafanya kwa kulipua, vitu vyao wanafanya vibaya. Kwa mfano, kuna watu wengine ni madaktari, lakini pamoja na kwamba wao ni madaktari, wana taaluma hiyo, wako kwenye hiyo nafasi, wanafanya kwa kulipua. Hawako tayari kutumika kwa uweledi katika kazi yao. Niseme tu wazi ya kwamba kila mmoja akijua ya kwamba Mungu amemuita katika hiyo nafasi aliyonayo, atafanya katika hali ya ubora, na katika hali ya ubora atakaweza kuifanya ndio itakaweza kumletea matunda na matokeo mazuri katika maisha yake. Niseme tu wazi, watu wengi wanafikiri labda pengine ukiwa mfanya biashara uko kwa ajili ya kutafuta fedha. Wengine wanasema kwamba wanafikiri labda pengine ukiwa mwanasiasa upo kwa ajili ya kutafuta fedha. Wengine wanasema labda pengine ukiwa mfanyakazi upo kwa ajili ya kutafuta fedha. Na wengine wanadhani ukiwa mchungaji upo kwa ajili ya kutafuta fedha. Lakini niseme tu wazi ya kwamba kila mmoja, ukweli ni kwamba yupo kwa ajili ya kutimiza kusudi. Sasa ili uweze kufanikiwa katika kusudi lako, hakuletei tu kwa sababu upo katika hiyo nafasi, ila kutatokana na vile ambavyo una uwezo wa kuitumia vizuri nafasi yako ambayo Mungu amekupatia. Kwa hiyo kama ni daktari, hebu tumika katika uweledi na katika uaminifu katika nafasi yako, na ndipo utakapoweza kumuona Mungu na baraka za Mungu zikitokea katika maisha yako. Wewe mchungaji, fanya vizuri kazi yako ya kichungaji, naye Mungu ataenda kutokea katika hiyo kazi ya kichungaji ambayo Mungu amekupatia. Wewe ni mfanyabiashara, fanya biashara ukijua kwamba unapofanya ile biashara haupo tu kwa ajili ya kutafuta fedha, bali upo kwa ajili ya kuwahudumia watu wa Mungu aliye hai. Na kwa kadri utakavyoweza kufanya vizuri, ndivyo utakavyoweza kubarikiwa katika biashara yako ulionayo, na Mungu ataenda kukusaidia na kukuinua sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatumaini unanielewa kile ninachokisema. Kwa hiyo niseme tu wazi ya kwamba we are here for, hatupo kwa ajili ya kutafuta nini? Kwa ajili ya kutafuta fedha.
We are not seeking money. Hatupo kwa ajili ya kutafuta fedha, bali tupo kwa ajili ya kutimiza kusudi lile Mungu ametupatia. Kwa hiyo nawe kama daktari, haupo pale hospitalini, haupo pale kwenye kazi yako kama kutafuta fedha. Upo kwa ajili ya kulitimiza kusudi lako. Tumika vizuri. Wewe mwanasiasa, tumika vizuri. Kwa sababu mwanasiasa yupo kwa ajili ya kufanya mambo ya uongozi, yuko kwa ajili ya kufanya mambo ya utawala. Ukitumika vizuri katika nafasi yako, si kwa namna ya kutafuta fedha, bali kwa namna ya kutimiza kusudi ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yako, mimi ninakuhakikishia utafanikiwa na nyota yako itang'ara sana, na utaenda kuona mafanikio katika maisha yako, na Mungu atakubariki sana. Uaminifu ni kitu cha maana. Uaminifu na uweledi ni kitu cha msingi na ni kitu bora sana katika maisha yako, na hicho ndicho Mungu alichotuitia katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Natumaini unanielewa sana kile ninachosema. Lakini pia jambo la pili ambalo analiongelea hapa Yeremia ni jambo la kutakaswa, kwamba Mungu amemtakasa. Naposema kwamba amemtakasa, nini maana yake? Mungu amemtenga kwa ajili ya kazi hiyo maalum. Kila mmoja Mungu amemtenga kwa ajili ya hiyo kazi, kuifikia lile kusudi ambalo Mungu amemweka kwa hilo. Na ndio maana iko hivi, kwa kuwa umetengwa, ndio maana huwezi kufanya kitu kingine zaidi ya kile ambacho umetengwa kwacho. Sasa ukijua wazi ya kwamba wewe umetengwa kwa ajili ya jambo hilo, unapaswa kufanya vizuri ili kuleta tija katika eneo lako ambalo Mungu amekutenga. Na kwa kadri vile unavyofanya vizuri, ndivyo utakavyoweza kufanikiwa, na Mungu ataweza kusaidia na ukainuliwa sana. Niseme wazi, katika nafasi ambazo Mungu ametutenga kwazo, ndizo ambazo zitaweza kuamua kwamba sisi tuonekane kuwa ni watu tuliofanikiwa au ni watu ambao tumeshindwa kufanikiwa. Kwa nini? Kwa vile ambavyo tunatumika sawasawa na vile tulivyotengwa na Mungu aliye hai. Mungu anamtenga maalum kwa ajili ya kusudi. Kila mmoja Mungu amekutenga maalum. Amemtenga huyu Yeremia kwa ajili ya kusudi, na wewe Mungu amekutenga kwa ajili ya kusudi. Kwa hiyo wewe ndugu yangu mpendwa, umetengwa kwa ajili ya kusudi. Hujatengwa ili upate fedha. Hujatengwa ili uonekane kama na wewe ni mtu uliye mkuu sana, ni maarufu. Ila isipokuwa kwa kadri vile unavyotumika, Mungu atakuinua. Niseme tu wazi mahali hapo, yawezekana wewe ni mfanyakazi, mfanyabiashara. Unaelewa Mungu anaweza kufanya kuwa maarufu katika biashara yako kama ukitumika kwa uaminifu katika hiyo eneo. Wewe pengine ni mfanyakazi, Mungu anaweza kufanya kuwa maarufu sana katika kazi yako kama ukitumika katika uaminifu sawasawa na vile ulivyotengwa. Wewe ni mwanasiasa, ukitumika kwa uaminifu katika siasa yako, Mungu anaweza kufanya kuwa maarufu sana katika maisha yako. Wewe ni mchungaji, mtumishi wa Mungu. Mungu ukifanya vizuri sawasawa na vile ulivyotengwa, Mungu ataenda kuonekana juu ya maisha yako na utaweza kuwa maarufu katika maisha yako. Kwa hiyo kila mmoja akae katika nafasi ile Mungu amemweka na kumtenga. Kitu cha pili. Kitu cha tatu ni Mungu amekufanya kuwa nabii. Nabii nini maana yake? Ni title au ofisi. Kila mmoja Mungu amempatia nafasi, amempatia ofisi ya kufanya kazi. Kwa mfano, mimi ni mchungaji. Nafasi nilionayo, hii ndio ofisi yangu ya kichungaji. Na wewe ni mfanyabiashara. Nafasi ulionayo, wewe ni ya biashara ulionayo. Lakini pia wewe ni mfanyakazi, nafasi ulionayo. Sasa nini ambacho kipo? Ninachosisitiza siku ya leo ya kwamba tumika kwa uaminifu kwenye ofisi yako ambayo Mungu amekupatia, naye Mungu ataenda kuonekana na Mungu ataweza kusaidia katika jina la Bwana aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anamweka Yeremia katika ile ofisi yake. Tunaposema ofisi au nafasi ni nini? Mungu ameweka mamlaka ndani yako. Katika hiyo ofisi hiyo, Mungu ameweka mamlaka. That's why ndio maana iko hivi, mimi ni mchungaji. Kwa kuwa Mungu ameweka mamlaka ndani yangu ya ofisi ya kichungaji, ndio maana nikikemea mapepo yanaondoka, yanalipuka. Ninaombea wagonjwa wanapona. Ninaweza nikafanya vitu maajabu, miujiza mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu ni ofisi. Kwa hiyo sasa na wewe pia mfanyabiashara, na wewe Mungu ameweka maajabu yako ya kuhakikisha unafanya hiki,
unajua bidhaa fulani inapatikana mahali fulani, mteja fulani anapatikana mahali fulani, na wewe ni maajabu ambayo Mungu ameyaweka. Na wewe mwanasiasa unajua kwamba mimi nikifanya hivi nitapata kula, nikifanya hivi itakuwa hivi na hivi. Kwa kila mmoja ameweka Mungu mamlaka ndani yake ambayo itaweza kumwezesha aweze kutimiza ile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ofisi au jina ambalo Mungu amekupatia unapaswa kuiheshimu sana na kuhakikisha kwamba unatembea kwa uaminifu katika hilo. Ndugu yangu mpendwa, matokeo ya mamlaka yako au matokeo ya ofisi yako hayawezi kulazimisha kuleta matokeo, bali kanuni sahihi utakazozitumia kulingana na ofisi yako inayokudai, inayokutaka, ndio itakayoweza kusababisha matokeo makubwa yaweze kutokea katika ofisi yako ambayo Mungu amekupatia. Na kwa kufanya hivyo utaweza kuitunza nafasi yako, na kwa kufanya hivyo utaweza kuwa vizuri katika nafasi yako, na Mungu ataenda kubariki na Mungu ataenda kuinua. Ndugu yangu mpendwa, tumekuwa na dakika chache ambazo tumeweza kuzungumza katika siku ya leo. Ninaamini wazi ya kwamba umenielewa vizuri na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Na mimi nikuombee neema na utukufu wa Mungu zidi kuwa pamoja nawe. Nikutakie neema na nguvu za Bwana zidi kuwa pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka nikuombee katika ofisi yako, katika wito wako na katika kile Mungu ambacho amekuitia katika dunia hii. Baba yetu, Mungu wetu aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya huyu mtu ambaye amenisikiliza kwa umakini. Nimeongea naye katika wakati huu mzuri ambao Bwana umeenda kunipatia. Nami Bwana naachilia neema na kibali katika kile ambacho Bwana Mungu wetu aliye hai umeenda kusema naye. Naomba kamsaidie Bwana, kwa sababu kumleta duniani kwa hasara, bali ulimleta duniani ili aweze kufanikiwa. Naomba kamfanikishe, kampatie neema ya uaminifu ili akaweze kufanikiwa na kuweza kutenda vema katika eneo lake ambalo umeenda kumpatia. Ikiwa ni mfanyabiashara, naomba kamwezeshe katika biashara yake. Ikiwa ni mfanyakazi, kamuinue katika kazi yake na kumpatia kibali kwa wakuu wake na mabosi wake. Baba, kampandishie mishahara yake na kazi yake Bwana ikawa yenye tija. Ninamleta mikononi mwako huyu mwanasiasa katika jina la Yesu. Najua ana ndoto mbalimbali za kuwa mbunge, ana ndoto mbalimbali za kuwa rais, ana ndoto mbalimbali Bwana za kuwa diwani, ana ndoto mbalimbali za kuwa mkuu katika kitengo fulani na wizara fulani. Na kuomba Bwana ukapate kumsaidia na kumwezesha katika jina la Yesu Kristo. Nami ninatia mamlaka yako iliyo kamili iwe ndani yake na ikamwezeshe kufikia katika lile kusudi na kiwango kile ambacho Bwana umeenda kukusudia. Baba, ninaachilia mkono wako na neema yako vizidi kuwa juu yake. Ninambariki mtu huyu kwa sababu Bwana umeweka mamlaka ndani yangu ya kuwabariki watu wako. Bwana, sawasawa na ofisi ulionipatia ya kutangaza baraka juu ya watu wako, nami ninaziachilia hizi baraka zikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninaachilia neema, utukufu na nguvu zako, kibali na wema wako Bwana kazidi kuwa juu yao katika jina lako takatifu, Mungu wetu aliye hai. Naomba Bwana kamuinue huyu mtu na kumwezesha kufikia mahali pazuri, mahali pa ukuu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Baba yangu, asante Mungu wangu aliye mwema na Mungu aliye mwaminifu. Asante, jina lako libarikiwe. Amen. Ndugu yangu mpendwa, ninakupenda sana katika jina la Bwana aliye hai. Nashukuru kwa kutoa muda wako na kutoa bando lako kunisikiliza kwa ukaribu na kwa umakini. Mungu wa mbinguni akubariki, nikutakie siku njema na wakati ulio mwema. Mimi ninaitwa Mchungaji Mwanja. Na kwa ushuhuda au ukitaka pengine kutoa sadaka, unataka ushauri, unaweza kutumia namba hizi: 0762 68 0797. Tarudia 0762 68 0797, au unaweza kapiga au ukatuma sadaka yako kwa namba hii 0677 77 0156. Tarudia 0677 77 0156. Jina litatoka Lusajo Mwanja. Basi unaweza kutuma na Mungu wa mbinguni atakubariki sana kwa sadaka yako au ushuhuda wako. Ikiwa ushuhuda, andika ujumbe wako mfupi wa maneno, nami nitaweza kusoma na nitakuombea
katika jina la Yesu aliye hai. Nakupenda na Bwana awe pamoja nawe. Nikutakia siku njema. Shalom, shalom. Amen.